Awali ya yote tunamshukuru sana Allah tabaraka wa taala ambaye alotuwafikisha leo kwa taufiki yake Allah na rehma zake kuweza kutujalia kuwa hapa tukiwa pamoja mbele yetu na kiongozi wetu Chief Kadhi mkuu wa Kenya, Allah amuhifadhi, pamoja na mashekhe zetu, ndugu zetu, dada zetu katika imani. Tunamwomba Allah kama vile ambavyo alivyokuwa ametukusanya hapa kutoka maeneo mbalimbali, kutoka nchi mbalimbali, mikoa mbalimbali, maeneo mbalimbali. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala kwa huruma zake, taufiki yake, atukusanye siku ya Kiyama na atusame katika makosa yetu. Ndugu zangu katika imani, kuwa katika viwanja hivi na kujaaliwa na Allah kuwa mahala hapa, hii ni taufiki yake Allah. Wengi sana walitamani kuwa hapa, wengi walisikia matangazo maeneo mbalimbali na walikuwa wana hamu ya kuja hapa, lakini Allah katujaalia sisi hapa kuwa hapa. Hii ni taufiki yake Allah. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah anawachagua kwa rehema zake wale alokuwa anawataka. Ametuleta hapa tupate faida, ili yale tutakayokuwa tumeelekezwa, tumeambiwa, iwe sababu ya mabadiliko katika maisha yetu, iwe sababu ya msamaha kwa Mola wetu, iwe sababu ya kufaulu kwangu na kwako katika maisha ya ulimwengu. Maeneo haya yanajenga mapenzi, yanajenga huruma baina yetu kwa Mola wetu. Kwa kuwa hapa, mshukuru sana Allah. Na wale ndugu zetu ambao hawakujaaliwa muda huu kuwa hapa, tunaomba sana waungane na sisi, waje maeneo kama haya, kwa sababu maeneo haya yamejaa kheri kubwa sana. Ndugu zangu katika imani, ama anwani ya muhadhara wetu wa leo, madha qaddamta lilislam, kitu gani ambacho wewe ndugu yangu katika imani umekifanya kwa kuufanyia Uislamu? Jambo gani ambalo wewe baada ya Allah tabaraka wa taala kukuneemesha na kukirimu akakupa taufiki ya kukufanya kuwa Muislamu, wewe sasa, swali langu kwako na katika nafsi yangu mwenyewe, madha qaddamta li nafsika fi dinillah, jambo gani ambalo wewe umelitangulizia kheri hiyo kwa Allah kwa ajili ya nafsi yako? Ndugu zangu, swali hili ni miongoni mwa maswali muhimu mno katika maisha yetu. Unaweza ukamuuliza Muislamu, unaufanyia nini Uislamu? Anakuwa mimi na swali. Swala ni wajibu we kuswali. Mimi nakwenda haji. Hija ni wajibu wako, ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Mimi natoa zaka. Naam, zaka ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Huu ni wajibu wako ambao unatakiwa ufanye. Lakini wewe kwa ihsani ya Allah juu yako umeufanyia nini Uislamu? Siku unakutana na Mola wako, utamwambia nini Allah kwa neema alokuwa amekukirimu wewe juu ya neema hii ya Uislamu? Umeufanyia nini Uislamu? Ndugu zangu katika imani, sote tunafahamu a'dhamu neema wa akbaru minna, neema iliyokuwa kubwa sana ambayo Allah alokuwa ametuneemesha, yukrimu Allahu biha abdahu, ambayo Allah amemneemesha mja wake, amemkirimu mja wake, neematul islamu wa sunna,
ni neema ya Uislamu na neema ya Sunna. Hakuna neema kubwa kwetu sisi katika mgongo huu wa ardhi, neema iliyokuwa kubwa mno kama neema ya Uislamu na neema ya Sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yeye mwenyewe Allah anasema wa atmamtu alaykum ni'mati, yeye Allah akatimiza neema zake juu yetu kwa kutujaalia sisi kuwa katika dini hii. Ndugu yangu katika imani, faala man wafaqahu Allah, kwa yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemuwafikisha lihadha, katika neema hii ya Uislamu, an yatadhakkara daima ihsani llahi azza wa jalla ilayhi, wema wa Allah juu yake, wema wa Allah juu yake ya kumkirimu, kumfanya kuwa Muislamu. Kwa nini ndugu zangu katika imani? Tamanna Ibrahim an yakuna abuhu musliman. Ibrahim ambaye ni Khalilur Rahman, kipenzi cha Allah, alitamani sana 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 baba yake awe Muislamu. Sote tunafahamu hivyo. Lakini ndugu zangu katika imani, watamanna Nuh alayhi salatu wassalam, Nuh alayhi salatu wassalam ambaye ndiye mtume wa mwanzo kutumwa katika ardhi hii, na yeye alitamani ibnuhu, mwanaye, an yakuna ibnuhu musliman, mwanaye naye awe Muislamu. Si hivyo tu, watamanna Muhammadun sallallahu alayhi wasallam sayyid alawwalin wal akhirin an yuslima ammuhu, ammi yake Abu Talib na yeye awe ni Muislamu. Lakini Allah aba, Allah hakumkubalia Ibrahim, hakumkubalia Nuhu, hakumkubalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini waja'alani waja'alak, Allah kanifanya mimi na wewe ndugu yangu katika imani musliman duna sual, akatujaalia Uislamu. Hatukumuomba Allah, tumejikuta tu kwa taufiki yake Allah leo ametufanya kuwa ni Waislamu. Kwa neema hii kubwa ya Uislamu, ambao hakuna hata mmoja miongoni mwetu aliandika application kwa Allah azaliwe na Allah amfanye kuwa Muislamu. Hii ni taufiki yake Allah kutufanya sisi kuwa ni Waislamu. Ndugu zangu katika imani, kwa rehema hiyo alotujaalia Allah, swali langu na lako, nini tunaufanyia Uislamu? Tujifunze kwa dakika hizi chache kwa waja wema waliojua thamani ya neema hii ya Uislamu, wakaupambania Uislamu, wakajitoa kwa ajili ya Uislamu, wakafanya juhudi kwa ajili ya Uislamu. Tuangalie katika hali tofauti tofauti, tutaona mimi na wewe tuna mambo ya kujifunza juu ya Uislamu. Tuna mambo ya kujifunza ya kufanya mambo ambayo hata kesho katika mahakama ya Allah una jambo la kusema, ewe Allah, mimi nimefanya hili na hili kwa ajili ya dini yako. Rawa al-Imam Bukhari min hadithi Anas ibn Malik Abu Hamza. Anas ibn Malik, sote tunafahamu, alikuwa ni mtumishi katika nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Abu Hamza, na ndio sahaba wa mwisho kufa katika mji wa Basra. Anas anasema, ghaba ammi Anas ibn Nadhir an qitali yaumi Badri, ammi yangu Anas ibn Nadhir hakuhudhuria katika vita vya Badri. Ikamuuma jambo lile kwamba katika tarehe ya Uislamu kuna wenzake ambao wameandikwa kwenye historia, yeye hakuhudhuria kwenye vita vile ambavyo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam twafahamu
alitoka kwenda kuteka msafara, hakutoka Madina kwa lengo la kwenda kupigana jihadi. Anasema Anas ibn Nadhir, ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, ghibtu awwal qital qatalta bihi almushrikin, mimi sikuhudhuria katika vita vya mwanzo kabisa, vita hivyo ambavyo wewe ulipigana na washirikina. la in illahu ashhadani alqital la yuriyanna Allah ma asna, ikiwa Mola wangu atanipa taufiki ikaja ikatokea tena jambo la vita, Allah ataonyesha, atadhihirisha yale ambayo Allah atakayokuwa ameyadhihirisha. Kwa nini ameweka azma hiyo? Anataka, Allah amemkirimu kwa neema ya Uislamu, anataka na yeye afanye jambo ambalo Allah subhana analiona na analithamini jambo hilo, kaufanyia Uislamu. Falamma kana yawm Uhud, ilipofika wakati wa Uhud, inkashafa almuslimun, wale masahaba 50 walowekwa katika juu ya jabali wakiongozwa na Abdullah ibn Jubair. Mtume anawaambia msiteremke hapa. Walivyoteremka pale, yeye akaona hii ndio fursa, Waislamu wametawanyika pale, anaona kabisa wanaelemewa. Akasema, Allahumma inni a'tadhiru ilayka mimma sana haula, Mola wangu mimi nataka msamaha kwa hawa watu 50 hawa wamekhalif amri ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wasiteremke juu ya kilima hiki. Ewe Allah, naomba msamaha kwa hilo walokuwa wamelifanya. Wa abra ilayka mimma sana haula, ewe Allah, najiweka mbali na hali ambayo hawa washirikina. Thumma taqaddama, kisha akaenda mbele, anakutana na Saad ibn Muadh. Anaambia, ya Saad, inni ajidu riha aljanna duna Uhud, mimi hivi sasa katika viwanja vya maaraka, viwanja vya Uhud, nasikia harufu ya pepo, wala sihisi mimi kipindi hichi kana kwamba mimi nasikia vumbi lopo katika viwanja vya Uhud. Qala Saad, ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, ma stata'tu ma sana, sikuweza kufanya mimi yale ambayo alikuwa ameyafanya huyu. Kitu gani kinampeleka katika azma kama hii? Anataka mtu huyu akisimama kwenye mahakama ya Allah, basi aseme, ewe Mola wangu, mimi niliufanyia Uislamu jambo kadhaa. Fataqaddama, akatangulia. Qala Anas ibn Malik, faqatala hatta qutil, akapambana mpaka kauawa. Vita vimemalizika, watu wanachukua majeruhi wao, wanamtafuta hawamwoni. Anasema Anas, fama arafahu, hakuna aliyemjua huyu mtu, ila ukhtuhu bibanani, isipokuwa dada yake, kutokana na alama ambayo alikuwa nayo. Fawajadna bihi, tukamkuta mtu huyu kapigwa mapanga. Fawajadna bihi darbatan 80 darbatan bisayf au ramiyat birumh au ramiyat bisaham, mwili mmoja una majeraha zaidi ya 80 kitu, yametokana na mshale, mapanga, mikuki. Anas anasema, kunna nara au nadhunnu anna hadhihi alaya nazalat fihi wa fi ashbahi, tulikuwa sisi tunaona kwamba hii aya iliyoteremka katika sura al-Ahzab ilikuwa ina mahusiano na huyu Anas ibn Nadhir au na wale wenye kufanana na yeye. Kauli ya Allah, min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qadha nahba wa minhum man yantadhir wama badalu tabdila. Aya hii, anasema Anas ibn Malik,
bila shaka imeteremka kwa Anas ibn Nadhir na wale wenye mfano kama yeye. Hadithi hii ndugu zangu inatufundisha ya kwamba kuna watu ambao wamejitolea kupambana kwa ajili ya nafsi zao, kwa ajili ya dini hii. Wewe ndugu yangu katika imani, umefanya juhudi gani katika maisha haya ambayo tunaoishi kwa ajili ya dini ya Uislamu? Ndugu zangu, utaona tofauti ipo kubwa sana kwetu, kubwa sana. Muislamu akiamka asubuhi akaswali swala ya alfajiri, dhuhuri, asr, maghrib, isha, anaona amemaliza katika Uislamu. Ona jinsi gani juhudi iliyofanyika kwa maswahaba mpaka Allah akajalia mimi na wewe leo hii ni Waislamu kupitia juhudi zao. Katika vita vya Dhata Riqaa, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alisikia katika makabila mawili yaliokuwa mashujaa ya Ghatfan na Bani Tha'laba wanataka kuivamia Madina, wanataka kuja ndani ya Madina, kuja kupambana ndani ya mji wa Madina. Ndugu zangu katika imani, Mtume akaamrisha watu watoke wawafate huko huko. Anasema Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais Abu Musa al-Ash'ari, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tulitoka pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fil ghazwa, tunakwenda jihadi wakati ule pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini hali waliokuwa nayo, wa nahnu 6 nafar bainana ba'irun na'taqibu, watu 6 wanamtumia ngamia mmoja wa kuwasaidia kwenye safari ya kuelekea huko upande wa Najd, masafa marefu, kilomita kadhaa mbali. Ngamia mmoja wanashare watu 6. Anasema Abu Musa, fanaqibat aqdamuna, miguu yetu jua kali, miguu ikaanza kukatika katika. Fanaqibat aqdamuna fanaqibat qadamaya, tahamaki. Anasema miguu yetu yote inakatika katika na miguu yangu imepasuka pasuka, inatoa damu. Mwendo wa safari ni mrefu, jua kali. Anasema wasaqatat athfari, kucha zikaanza kutoka kwenye miguu. Jamani, haya tunaozungumza ni kuonyesha jinsi gani dini ya Uislamu leo tuko nayo. Anasema Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu arda, fakunna nalufu ala arjulina khiraq, tukafikia mahala sasa tunachukua vitambaa tunafunga kwenye miguu. Kwa nini? Damu zinatoka, kucha zimeondoka kwenye miguu. Anasema fasumiyat alghazwa dhata riqaa, mpaka vita vile vikaitwa kwamba vita vya Dhata Riqaa, yani vita ambavyo ilikuwa watu wamepasuka pasuka miguu yao. Lima kunna nasibu ala arjulina min alkhiraq, kwa sababu tulikuwa tunafunga katika miguu yetu vitambara. Kwa nini hao watu walikuwa wanafikia hatua hiyo? Leo unaweza kumwambia Muislamu wa Nakuru mfano, tutoke kwenda dawa wapi? Kericho, Migori, anaona nafsi yake nzito, ataanzaje kutoka aende huko? Msikiti unajengwa mahala fulani, watu wa msikiti ule wanashindwa kuthamini msikiti ule.
hata ufagio wa kufagilia msikiti wanasubiri mpaka wafadhili. Wao wanaona kwamba kuswali wamemaliza jukumu lao. Unashangaa umeme unamalizika kwenye msikiti, anatafutwa mfadhili aliyejenga msikiti ule aweke luku. Waislamu wanaona kwamba sio wajibu wao kufanya juhudi katika dini. Juhudi wanao machifu kadhi, juhudi wanao maimamu, juhudi wako watu fulani. Waislamu wamepoteza ghera, hisia ya kufanya juhudi katika dini hii, kana kwamba Uislamu una daraja la watu fulani wakafanya dini hii. Wao hawana muda huo. Ona miamba hii, miguu inapasuka, damu zinatoka, hawakati tamaa. Wakati mwingine wallahi thumma wallah, mtu anaondoka sahaba pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanakwenda jihadi. Anasema Jabir bin Abdullah al-Ansari, ghazawtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 7 ghazawatin wa kana zadu ahaduna fi kulli yawmi wa layla tamra. Wanakwenda jihadi, hawana chakula. Masaa 24, 24 hours ya mtu anapewa kokwa moja ya tende. Wanavumilia kwa ajili ya dini. Leo maalasaf, inawezekana unamwambia ustadhi nenda katoe khutba sehemu fulani, anataka apate nauli, apate usafiri, apate kadha wa kadha wa kadha. Anaona bado sio katika juhudi katika hili. Umma tulokuwa nao ni huu. Swali langu katika nafsi yangu mimi, pili kwa ndugu zangu katika imani, tunatanguliza nini? Juhudi ipi kwangu na kwako baada ya Allah kutukirimu neema hii ya Uislamu? Ndugu zangu, tukitoka mlango huo, ebu tuangalie katika maisha yao jinsi gani ambavyo walikuwa wanajitolea katika mali kwa ajili ya juhudi katika dini hii. Sisi leo ukichangisha leo misikitini, Muislamu akiingiza mkono anajua kabisa hii noti ya 500, hii 1000. Yaani vidole vina macho ya kujua kwamba hii ni shingapi katika mfuko. Masahaba ridwanullahi alaihim katika maisha yao walikuwa wanaangalia kitu gani walichokuwa wanakimiliki, kitu hicho ndio kiwe cha kwanza kwa ajili ya dini hii. Nitatoa mfano. Ndugu zangu, rawa al-Imam Muslim min hadithi Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Anasema Abdullah ibn Umar ibn Khattab, asaba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ardha bi Khaybar. Umar, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alichukua ile ardhi ya Khaybar, kisha akaigawanya, akawapa maswahaba, akampa ardhi kipande hiki kipande hiki kipande hiki. Umar alivyopewa ile ardhi ambayo ilikuwa ina mitende yenye thamani, akenda kwa Mtume Muhammad sallam. Mwanaye Abdullah anasimulia, asaba Umar ibn Khattab ardha bi Khaybar, alipata Umar ardhi ya Khaybar. Faata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akamwendea Mtume Muhammad sallam, fastamarahu, ataka ushauri kwa Mtume. Faqala ya Rasulullah, Umar anamwambia, ewe Mtume wa Allah, inni asabtu malan bi Khaybar, mimi nimepata mali ya Khaybar. Lam usib malan qattu, sijapata katika maisha yangu yote mali ambayo huwa anfasu indi minhu, mali ambayo kwangu yenye thamani kushinda mali hiyo. Nataka
ndio anataka kwanza ajikurubishe kwa Allah. Akisimama mbele ya Allah akaulizwa, nimekirimu neema ya Uislamu, umeufanyia nini Uislamu? Aseme, ya Rabbi, ile ardhi ambayo wewe Mola wangu umeniruzuku, ile mali ambayo ulikuwa umeniruzuku, hiyo ndiyo ambayo mimi niliitoa kwa ajili yako. Leo Waislamu wana majumba zaidi ya 5. Wameshakwenda wakasema, na nyumba 2 hizi natoa wakfu kwa ajili ya dini. Au mtu anahangaika kila kukicha alimbikize mali, awe ana mali kila kukicha. Sisi tunakimbia sana, plani nyingi sana, kana kwamba siku tunakufa yote tunaondoka nayo. Majumba, mashamba, nini, yote yale tunayacha. Unakwenda ndani ya mwanandani na sanda tu. Ulikuwa unaweza kuwa una shamba la eka 20,000, 30,000, una majumba, una magari, una kadha wa kadha, lakini siku unaondoka ni sanda tu ndio ondoka nayo ndani ya mwanandani. Omar anamuuliza Mtume, nataka hii mali iliyokuwa bora kwangu niitoe kwa ajili ya dini. Nini anataka mbele ya mahakama ya Allah? Kitu gani ataongea na Mola wake? Wewe unatakiwa uchukue mfano huo. Siku moja Mtume amekaa na masahaba, ikateremka Qur'an kwa Mtume, kauli ya Allah, man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana, nani yule ambaye anayemkopesha Allah mkopesho uliokuwa bora mzuri? Pembeni wamekaa masahaba. Hapo kuna sahaba mmoja amekaa anamwangalia Mtume, Abu Dahdah. Anasikia aya inasema, nani ambaye anataka kumkopesha Allah? Sahaba anashangaa, anaambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, Allah yuridu minna alqardh, Allah anataka situmkopeshe yeye. Kwa nini? Anajua Allah lahu mulku samawati wal ardh, vyote vilivyokuwa mbinguni na ardhini vyote ni vyake yeye. Hivi Allah huyu ndo anataka situmkopeshe yeye? Mtu anambia, naam, Allah ndo anataka tumkopeshe yeye. Sikia watu ndugu zangu, katika mali zao walivyokuwa. Anaambia Mtume, hati yadika ya Rasulullah, nipe mkono. Anaambia, ya Rasulullah, indi hait, mimi na shamba fiha 600 nakhla, fiha 600 nakhla, mimi na shamba pa Madina, unalijua ya Rasulullah, ndani yake kuna mitende 600. Mitende 600 wakati huo, ndugu zangu, mitende 600. Anasema, ya Rasulullah, na shuhudilia kwamba nimemkopesha Allah na mtume wake. Hebu fikiria ndugu zangu, mitende 600 katika shamba ambao ndio lenye thamani kwake wakati huo, anaambia hili nimemkopesha Allah na mtume wake. Hawa ndio ambao sisi tunataka tuwaige wao, twende kwa mwendo wao ili mimi na wewe tufaulu. Kakaa pale anasema, akatoka mbio anaenda shambani. Kwa nini? Sikishamkopesha Allah na mtume. Anatoka anakimbia anakwenda ndani ya shamba, anakumbuka pale ndani ya shamba kuna mkewe na mwanae. Anaambia, ya ummu Dahda, ewe ummu Dahda, ya ummu Dahda, ewe ummu Dahda, toka haraka sana huko. Mke anambia, kwa nini? Anambia, ili shamba nishamkopesha Allah na mtume. Hao wake zetu leo ukamwambia, bwana, ile nyumba nzuri nimeshampa Allah na mtume. Anaweza kuambia, hivyo una akili wewe? Wewe una akili wewe? Maana sio wote. Unajua baadhi ya kina mama wao wanajua kwamba sisi wanaume ndio tutangulia kufa. Yaani ukimwambia, bwana, sasa nataka tuuze nyumba hii tuhamie, sasa ukishakufa mimi nitakaa wapi? Yeye anajua kwamba sisi ndio tunawahi kuchomoka. Au uongo? Mara nyingi ndio hivyo. Anakwambia, bwana,
nitaishi wapi na watoto? Kana kwamba ni wewe, anajua wewe ndio wakufa kwanza. Ummu Dahda anatoka anaambia rabiha ya Aba Darda, umeshapata faida. Mke anamuunga mkono, anamkumbatia mmewe kwamba umeshapata faida, alhamdulillah, tumefanya biashara na Mola wetu. Ndio maswahaba walikuwa wanataka wawe hivyo. Kitu gani ambacho wanataka wajitolee kwa ajili ya Mola wao? Ndugu zangu, mnanielewa? Lakini mnanielewa? Haya ndiyo maisha ambayo leo unatakiwa uulize nafsi yako, nafanya nini kwa ajili ya dini? Muawiya radhiyallahu anhu, Muawiya khalifatul mu'minin, anatoa sadaqa, anatoa anasema Urwa ibn Zubair anna Muawiya ibn Abi Sufyan ba'atha ila Aisha radhiyallahu anha 100,000 dinar. Hao makhalifa walikuwa wanawafanyia ihtiramu wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlu baiti nubuwa. Muawiya anatuma 1000 dinar. Kwa sasa sijui nikwambia, labda kama zaidi ya milioni 10 na kitu. Anatoa zile pesa, anaenda kumpa Aisha kama matumizi yake. Sikia haya maneno, unaweza ukadhani hivi hawa ilikuwaje Allah akawaruzuku pepo wakiwa ndani ya ulimwengu huu? Aisha faqasamatha, akaigawa ile mali yote, 1000 dinar zote akazigawanya, hata lam tatruku minha shay'an, hakubaki na ndururu yoyote. Wanaitoa pesa nyingi kiasi kile, ye mwenyewe maisha yake ni yale ya taabani ya kawaida, mnajua. Kapata mali ile na yote kaenda kuigawa, hakuacha hata ndururu moja katika mfuko wake. Barira kijakazi wake anamwambia, anti saima, hivi unakumbuka umefunga saum? Qalat naam, anasema ndio nimefunga saum. Aambia, fahala ibta'ati lana bidirham nashtari lahma, hivi kwani hujaacha basi dirhamu moja tu katika mali ile, angao basi na sisi tununue nyama tufuturu, tule kizuri, iftari ya nyama. Hawali nyama wale, hawana uwezo wa kununua nyama. Kapewa mali ile yote, kaigawa kujikurubisha kwa Allah, kasahau hata pesa ya kununua nyama, robo kilo ya nyama afturu yeye na Barira. Hawa ndio ambao wanatanguliza nafsi zao, wakisimamishwa mbele ya Allah wanajua kwamba wanakwenda kusimama katika mahakama ya Allah. Uislamu, neema ya Uislamu, kwamba waliufanyia nini Uislamu. Ndugu zangu, sikwambii hivyo peke yake. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dhu nuraini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasimama msikitini, man yashtari bi'ru Rum wa lahu aljanna, nani anunue kisima Bi'ru Rum apate pepo? Kilikuwa kinamilikiwa na Myahudi. Fashtara Uthman ibn Affan, Uthman akakinunua. Siku moja ilitokea taharuki Madina, watu wamejikusanya, wanataka kuipiga vita Madina. Wakati huo ndio mwisho wa mwaka, mazao bado hawajavuna, tende na kadhalika, maisha magumu, jua kali, tabu. Sasa ghazwa Tabuk, wanatakiwa watu wajiandae waende kule. Mtume kasimama msikitini, anasema Abdurrahman ibn Khabbab radhiyallahu anhu, shahidtu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam,
nilimshuhudia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa huwa yahuthu ala jaishi al-usra, naye Mtume anahimiza watu watoe mali kuandaa jeshi kwenda kupambana huko Tabuk. Ndugu zangu, watu wote kimya, wametulia. Uthman anamsikia Mtume Muhammad sallam akasema, alayya mi'at al-ba'ir ya Rasulullah biahlasiha wa aqtabiha. Ya Rasulullah, mimi natoa ngamia 100. Ngamia hawa 100, ngamia ambaye aliyekuwa ameandaliwa kwa ajili ya jeshi, ngamia ambaye atakuwa na vipando vyake, chakula chake na kila kitu, ni mtu tu peke yake apande kwenye ngamia aondoke kwenye safari. Mtume akamtazama Uthman, kisha kwa uzito wa jeshi akawapa fursa watu wengine, akaendelea tena, nani atatoa, nani atoe? Uthman akamwambia Mtume, alayya mi'atan ba'ira ya Rasulullah biahlasiha wa aqtabiha, ngamia 200. Mtume akamtazama Uthman, kisha tena Mtume akaendelea, Uthman akaendelea tena, alayya mi'atan ukhra ya Rasulullah biahlasiha wa aqtabiha. Wanasema watu wa tafsiri, Uthman alitoa ngamia 600. Shekhe wetu, mwanachuoni wetu, kiongozi wetu, kwa leo inawezekana labda mtu anatoa, si niseme vifaru au nini, maana kifaa kimekamilika, 600 viende vikapigane jihadi. Huyu mtu akutana na Mola na Allah, unatarajia akiulizwa umeufanyia nini Uislamu, kuna kupepesa, kuna kupepesa. Mtume anamwangalia Uthman sasa, ma dharra Uthman baada al-yawm, hakuna tena kitakachomdhuru Uthman. Yani yeye na pepo Uthman anachosubiri ni kufa kuelekea kwa Allah katika janna. Sisi tumekuwa wagumu katika mambo ya kutoa kwa ajili ya dini. Tunashindwa kupeleka walimu vijijini, ofisi za maimamu ziko wazi. Wewe Muislamu, toka jiandikishe, sema ewe kiongozi wangu, mimi na uwezo angalau ustadhi mmoja wa kufundisha madrasa, kufundisha watoto dini ya Allah, mimi nalipa. Ofisi ziko wazi, watu wafanye juhudi hizo. Hata ukienda kwa Allah useme, ya Allah, nililipa mwalimu mmoja akaenda kufundisha watu mambo ya dini. Wewe umekazana tu mali 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 mali, itakusaidia ni mali yako. Faya jami' al-mal wa mujtahid fi al-bunyan laysa laka min amwalika illa al-akfan bal hiya lil-kharab wal-ba'ab. Hangaika leo kutengeneza akhira yako, kuandaa jambo ambalo utasimama mbele ya Allah kwamba ewe Mola wangu, mimi nimefanya. Sikwambii kwenye kutoa peke yake, nikwambie kwenye juhudi ya dini, juhudi ya dini walokuwa wameifanya maswahaba. Kisha wewe angalia umefanya juhudi gani katika jambo la dini. Hadha Mus'ab ibn Umair. Tukimwangalia Mus'ab ibn Umair, shabun Quraishi, kijana wa Kikuraishi mdogo, huyu amesilimu mwanzo wa Uislamu, anakwenda katika Dar al-Arqam, ambaye mama yake na Mus'ab ibn Umair katika wanawake waliokuwa wanamiliki uchumi katika mji wa Makka. Hakuna nyumba yoyote katika mji wa Makka waliokuwa wana mabanati mule walikuwa wanatamani binti yao aolewe na Mus'ab ibn Umair. Kijana akipita nyuma, sikwambii mbele, nyuma ya mgongo, manukato yaliokuwa mazuri ya kunukia gharama yalikuwa akipita hivi wajua huyu ni Mus'ab. Kijana ambaye amelelewa katika nyumba ambayo ilikuwa ina fedha na anapendwa, aliposilimu aliachana mambo yote, akawa wakati mwingine hata nguo anavaa ya kiraka, nguo iliyopasuka. Kwa nini? Kwa sababu ya dini. Ndugu zangu, mnajua Mus'ab anahusika na hijratain,
ya mwanzo na ya pili ya Habash, ambapo tunafahamu mfalme wa Habash aliwapokea nani? Waislamu, si ndio? Hivi mfalme wa Habash anaitwa nani? Mfalme wa Habash anaitwa nani? Najashi? Hapana, alikuwa anaitwa Ashama. Najashi ni kile cheo, anaitwa Ashama. Mus'ab alienda mwanzo, akarudi Madina, kisha akarudi Makka, kisha wakati mwaka wa 10 wamekuja watu 6 katika mji wa Makka wanaotoka Yathrib, wakati wa Madina wamefika pale. Mtume akawalingania Uislamu, wakaukubali Uislamu, wakasilimu, wakaondoka. Wakarudi mwaka uliopita, wakaja watu 12 wakampa bai'a Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndio bai'atul aqaba alula, kwa wale waliokwenda haji pale Mina Jamarat, pakwenda kupopoa shaitani, mnapofahamu pale ndio Aqaba, uliwekwa mkataba pale. Mtume kaekiana mkataba na Aus na Khazraj, watu 12 pale. Mtume akaangalia nani amtume aende Madina kwenda kutangaza dini, kufundisha Qur'an. Alimtoa Mus'ab ibn Umair, juhudi ya da'wa. Mus'ab ibn Umair kijana mdogo akatoka na wale watu 12 akenda mpaka wapi? Mpaka Madina, Yathrib. Wakati huo akafanya kazi ya juhudi katika dini. Alitelemkia kwa Asad, akafanya kazi kubwa. Ndugu zangu, ndani ya mwaka mmoja hakuna nyumba yoyote katika mji wa Madina ila ulifikiwa na ujumbe wa Uislamu. Kazi kafanya nani? Mus'ab ibn Umair. Mwaka uliofata walianza 6, wakaja 12, wakaja watu 72 wakaja kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hapo Mina katika Jamarat ikafanyika bai'atul aqaba thani, ya kumwambia Mtume anaweza kwenda Madina. Pale ndugu zangu katika imani, wanamume 70, wanawake 2. Wanawake alikuwa Ummu Ammar Nusayba binti Ka'b al-Aslamiyya, na wa pili alikuwa Asma binti Amr al-Ansari, na wanaume 70. Kisha baada ya hapo Mtume anagura kutoka Makka anaelekea Madina baada ya hidayah ya Allah. Kisha Mus'ab, kazi alokuwa ameifanya, hidayat irshad, juhudi alokuwa ameifanya ya dini, Mus'ab ibn Umair, mpaka ndugu zangu katika imani, Mtume anahamia Madina. Mus'ab ibn Umair kwa kazi kubwa aloifanya katika dini hii, katika vita vya Uhud, ndio alikuwa amekamata bendera ya Uislamu, anapambana isianguke, pamoja na mtikisiko ule wa Uhud mnaojua katika tarikhi. Anakatwa mkono mmoja, mkono mwingine unashika raya ya Uislamu, unakatwa wa pili, anakumbatia hivyo kwa adhu zake, anauawa, anakufa pale Mus'ab. Watu wanachukua maiti zao wanakwenda kuzika. Kisa hichi ndugu zangu, rawa al-Imam al-Bukhari min hadith Ibrahim bin Abdurrahman ibn Auf. Anasimulia, anasema utiya at-ta'am of Abdurrahman ibn Auf wa kana saima.
ameletewa chakula Abdurrahman ibn Auf. Baada ya miaka ile, chakula analetewa, kapikiwa kizuri anachokipenda yeye. Kwani sote tunapofunga, si kila mtu ana choice yake wakati wa kufuturu? Huyu anataka chapati kidogo, tambi, huyu biriani, huyu pilau, kadha kadha. Kila mmoja nyumbani kwake anakula anachotaka yeye. Yeye akaitwa chakula anachokipenda. Alikitizama kile chakula, akakitazama kile chakula, kisha akasema, kutila Mus'ab ibn Umair wa huwa khairu minni, ameuawa Mus'ab ibn Umair, naye Mus'ab ni mbora kunishinda mimi. Subhanallah. Kwa nini Mus'ab ibn Umair ni mbora kumshinda Abdurrahman ibn Auf? Yeye anaona vile. Sisi tunaona Abdurrahman ibn Auf ni mbora kwa sababu ni ahadu 10 almubashirina fil janna, amebashiriwa pepo Abdurrahman ibn Auf. Bado anatembea katika mgongo ardhi, atembea hivi sasa. Huyu bana ni mtu wa janna, huyu ni mtu wa janna. Lakini kwa juhudi aliyoifanya Mus'ab ibn Umair, miongoni mwa juhudi ni hiyo nilotaja, Abdurrahman anaona kwamba huyu ni bora kushinda mimi. Lakini pamoja na ubora wake, falam yujad lahu ma yukaffanu fi illa burda, hakuna kilichopatikana cha kumstiri kiumba kilichokuwa bora chenye thamani mbele ya Allah ila kijishuka kimoja tu. In ghutiya biha rasu bada rijlahu, ukifunika kichwa miguu iko wazi, ukifunika miguu kichwa kiko wazi. Pamoja na ubora na juhudi aliyokuwa ameifanya, Mtume akaamrisha, mfunikeni kuanzia kwenye kichwa chake, huku kwenye miguu wakaweka majani ya idkhiri na nini, papa wakamzika. Ndugu zangu, Abdurrahman anakiangalia chakula kile, anasema, thumma busita lana min ad-dunya ma busita, dunia leo imekunjuliwa, dunia leo imekunjuliwa, neema mbalimbali zimejaa katika miji. Au utina min ad-dunya ma utina, au tumepewa sisi kama mnavyoona leo tumepewa. Anasema, kad khashina an takuna hasanatuna ujlat lana, huenda yale matendo mema tuliyofanya wakiwa na Mtume ndio tunalipwa leo kwa kula chakula kizuri hiki. Anaacha kula pamoja kwamba kwenye saumu, anaanza kulia na kuacha kula. Anakumbuka juhudi aliyokuwa ameifanya Mus'ab bin Umair. Wewe ndugu yangu katika imani, juhudi gani katika dini hii unaifanya? Usitosheke na swala, saumu, zaka, haji ukasema mimi nafanya, nafanya. Huu ni wajibu wako kufanya, lakini katika juhudi katika dini umefanya jambo gani? Maswahaba wametoka, wengine wameelekea China, Sham, wengine Sharq Afrika, wengine wamekwenda wapi na wapi na wapi kutangaza dini, kufanya juhudi. Wengine wamebashiriwa pepo, Allah amewaridhia katika mgongo ardhi. Laqad radhiya Allahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Wanajua kabisa Allah amewaridhia, na sifa ya Allah ya kuridhia ni sifa yake Allah. Hawezi akaridhia leo kesho akabadilika. Ni sifa inayofungamana na dhati yake Allah. Amewaridhia masahaba, pamoja na kuridhiwa kwao walifanya juhudi katika dini hii. Wewe ambaye ndugu yangu, mimi na wewe leo, swala zetu hizi, hata tukisema katika swala, bado Muislamu kwa wiki kumpata takbiratul ihram nadra. Takbiratul ihram kuwa nyuma ya imam tu, ile takbira ya hawajawahi katika maisha yao ikawapita takbiratul ihram. Funga zetu hizi ambazo tunaofunga zimejaa riba, zimejaa ghish, maganji na kila kitu, mambo mengi ya haramu. Bado tunaridhika na haya mambo, hatutaki kufanya juhudi katika jambo la dini. Vipi utasimama mbele ya mahakama ya Allah, Allah kuonee huruma? Umeufanyia nini Uislamu, ambao Uislamu huu aliwanyima vipenzi vyake kwa watu wao wa karibu? Mtume Muhammad, ndugu zangu,
Ammi yake Abu Lahab, ammi yake Abu Talib yuko pale. Mtume anamwangalia ammi yake, machozi yanamtoka. Hapa jirani yuko Amr ibn Hisham. Mtume anambia, ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatun uhaju laka biha inda Allah. Ewe ammi, sema la ilaha illa Allah, kalima ikuwa iwe ni hoja kwako, ikusaidie mbele ya Allah. Na mnajua kwamba Abu Talib alikuwa anajua kabisa dini ya Uislamu, dini ya haki. Dini ya Uislamu ni dini ya haki, anajua kabisa. Lakini Abu Jahl anamwambia, ya Abu Talib, unataka kutoka katika mila ya baba yako wewe? Mila ya baba yako wewe Abdul Muttalib amekufa akiwa jambo lile linamuuma Mtume, kafa kafiri, ikamuuma Mtume, huzuni imemtanda. Allah anateremsha Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakin, wewe huwezi kumuongoza yule unayemtaka, lakini Allah anamuongoza yule anayemtaka. Mtu sasa nitamwombea msamaha, Allah anambia hapana kumwombea msamaha. Haya yote ndugu zangu kuonyesha kwamba wamenyimwa Uislamu huu walokuwa vipenzi wa Allah kwa watu wao wa karibu. Wewe Allah amekujalia hivi, umeshaamka hata usiku mmoja ukasema ukaamua kuswali rakaa 2 kumshukuru Allah kwa neema ya Uislamu. Si unaona Uislamu ni wa mazoea tu tunao, hautuumi, hauko kwenye vifua vyetu. Ni kitu ambacho kama mila fulani hivi, mila tuko kama, yani kama kitu fulani tu hivi, hata kikipotea uko tayari. Yani Uislamu hauko moyoni, uko katika mikono yetu, yani uko wakati wote uko tayari hata kuutupa. Sasa sijakwambia kwenye elimu, mifano ya kwenye elimu ya wale waja wema ambao walikuwa wamepita. Sijakwambia hata baadhi ya wanyama wametuzidi sisi. Sijakwambia hata ndege wametuzidi sisi. Ndege hao wanaopaa pengine wameufanyia Uislamu kazi kubwa kutushinda sisi. Mfano tu kisa cha Hudhud. Kisa cha Hudhud kataharak, ikawa sababu ya kusilimu kwa umma. Wewe leo umeshatoka, jirani yako sio Muislamu, ukanunua angalau risala kidogo, hiki huu ndio Uislamu, haya ndio mazuri ya Uislamu, haya ndio kadha. Ukanunua pale msikitini au kwenye maduka ya vitabu, nunua vijitabu vidogo vidogo, fika bana, ndugu yangu, sisi tuko pamoja, hebu jaribu kusoma na Uislamu. Hutaki. Umeshaenda kumlingania hata mmoja, kwenda kumfikishia tu bana, huu ndio Uislamu. Yani wewe umeshatoka kwenda kumlingania, huu ndio Uislamu, ukamwambia asiyekuwa Muislamu hapana. Sasa wewe juhudi gani unaoifanya katika dawa? Hutaki. Wasiokuwa Waislamu watayajuaje mazuri yetu sisi Waislamu ikiwa wewe hutaki kumfikishia? Manhaji ya Mtume ni kuwafikishia, kuwaonyesha mazuri yetu, waujua Uislamu wetu. Sio sisi tukae na wasiokuwa Waislamu kwa uadui. Tutakiwa sisi tuwaonyeshe mazuri yetu, huu ndio Uislamu wetu, tuwafundishe Uislamu kabla kwa kauli, hata kwa matendo tulokuwa nayo. Lakini leo inaweza kufikia mahala Muislamu haaminiki. Mpe amana Muislamu ndio utajua. Mpe amana Muislamu ndio utajua kwamba je, dini yake ni Uislamu au vipi. Ndio tunaishi hivyo. Kwa ndugu zangu, muhadhara wetu huu tunajaribu kukumbushana kwamba katika maisha haya tunaoishi tufanye juhudi mbele ya Mola wetu. Hata tutakapokutana na Mola wetu tuna la kusema kumwambia Mola wetu, ya Rabbi, mimi nimeufanyia Uislamu 1, 2, 3. Usitosheke na ibada peke yake. Kwani maswahaba walikuwa waswali, walikuwa wafungi, walikuwa wahiji? Kwani walitoka na kutangaza mazuri ya Uislamu? Kwani walitoka wakaja mpaka nchi zetu za Afrika? Ni kwa sababu tu walifanya juhudi ambayo Allah aliipa kabul juhudi ile, akaipa taufiki juhudi ile. Mimi na wewe leo kwa fadhila zake Allah ni Waislamu.
Kwa na sisi tufanye juhudi, watakaokuja waone kwamba tumefanya juhudi katika dini hii, na fursa za kufanya juhudi zipo. Baada ya kusema haya, ndugu zangu katika imani, tunamwomba Allah tabaraka wa taala kwa taufiki yake na huruma zake na mapenzi yake ajaalie yale mazuri ambayo tulikuwa tumeyazungumza katika mizani yetu siku ya Kiyama, na yale mapungufu ambayo yalikuwa yamejitokeza, basi Allah tabaraka wa taala tusame katika yale mapungufu ambayo yalikuwa yamejitokeza. La muhimu ndugu zangu, madha qaddamta lilislam, jambo gani ambalo wewe ulikuwa umeutangulizia Uislamu mbele ya Allah, una hoja gani ya kwenda kumfikishia Allah? Subhanaka Allahumma bihamdi nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillah. Al Wahda TV, ufunguo wa moyo wako.